Bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo tumeviona huko mtandaoni ni kwamba kufuatia kwa swala zima la tour ya Harmonize Konde Boy ni kwamba bado imeleta maswali mengi sana kwa wadau wa mziki hapa Bongo, kwa sababu ukiangalia vizuri ni kwamba tour ya Harmonize bwana aliyosema kwamba anafanya ni global tour, yani ni anataka kufanya show katika mataifa mbalimbali, na tumeona pale ameposti sehemu mbalimbali ambazo anataka kwenda kuperform. Sasa issue inakuja kwamba Harmonize kwanza kabisa hii tour imekuja, yani ametangaza tour kipindi ambacho sio wakati sahihi sana, kulingana na kwamba ukiangalia vizuri utajua kwamba hakuna global hit ambayo Harmonize ameitoa. Kwa kawaida ukiangalia wasanii wenzetu kutoka Nigeria na sehemu nyingine ambapo wao wametuzidi, uwaga ukiona msanii anatangaza global tour, it means kwamba ana hit song ambayo imeenda worldwide. Yani lazima atakuwa na nyimbo moja au mbili ambazo zimefanya vizuri kimataifa. Kama unakumbuka vizuri, miaka mingi iliyopita Davido alifanyaga 30 billion tour. Ile bwana ni nyimbo yake kipindi kile Follow na If zilikuwa zinafanya vizuri duniani kote, ndio hapa akafanya global tour, akaenda mpaka Mexico kwenda kuperform. Ni kwa sababu kwamba kipindi kile ni time ambayo Davido alikuwa ngoma zake zimeenda kimataifa, zilienda globally, na ndio maana akafanya global tour. Sasa Harmonize kutangaza global tour wakati hana hata hit moja ambayo imeenda kimataifa ni jambo ambalo kidogo linakuwa kama vile management inakuwa kama vile haijafikiria ile swala mara mbili mara tatu. Lakini pia kitu kingine ni kwamba at least hata angekuwa na album ambayo imeparticipate vizuri katika jukwaa la kimataifa zaidi. Umeona ukiona kwamba msanii anatoa album, kama kwa mfano tumeona Drake ametoa album hivi karibuni, it means kwamba Drake siku sio nyingi atatangaza kwamba anafanya global tour, kwa sababu album yake imeshatoka na mapokezi yamekuwa mazuri. Basi obviously ndo hapo msanii anapokuja kufanya global tour. Na kutokana na kutokuwepo na mipangilio hiyo au hizo target kutokuwepo au kutokuonekana kwa wasanii wetu kama hivi Harmonize, ni moja kati ya vitu ambavyo vinaonyesha kwamba bado kibongo bwana management bado zinafeli kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ukitazama vizuri katika management ya Harmonize ukiangalia na management ya mtu kama vile Diamond Platnumz kidogo unaona kwamba kuna tofauti kubwa sana. Yani ni ukweli ambao haupingiki. Umeona, yani ni ukweli ambao haupingiki kwamba Diamond management yake imenyooka zaidi kuliko upande wa Harmonize. Kwa kifupi ni kwamba Harmonize ukiangalia vizuri management yake utaona kabisa kwamba msanii ndiye anaye control management, na sio kwamba management ndio inamcontrol msanii. Umeona, na ili kuweza kuweka vitu sawa pale kwa Harmonize, kama Harmonize anataka kufanya vitu kimataifa zaidi kwa sasa hivi, ni vizuri sana, kwa sababu tumeona kuna miaka mingi sana iliyopita kulikuwa kuna ugomvi kati ya Harmonize na Salam SK ambaye ni manager, ni international manager wa Diamond Platnumz. Sasa yule Salamu ndiye mtu ambaye anaweza kuokoa career ya Harmonize, au anaweza kuifanya career ya Harmonize ikang'aa zaidi, na akaipiga polish kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ukizingatia ni kwamba Harmonize bwana, sasa hivi labda watu wanasema kwamba kila kitoa ngoma sio kwamba ni zinaenda kimataifa, wala sio ngoma ambazo zina hiti kwa muda mrefu. Yani ni ngoma ambazo zinakuwa kama vile bubblegum, yani inatoka leo, baada ya siku mbili tatu inapotea. Na wengine wanasema kwamba labda tusubiri kwanza, labda akiachana tena na Kajala atatoa hit kama ilivyokuwa katika historia yake kwa hapo zamani. Sasa hii issue ya Harmonize kutoa hit baada ya kuachana na Kajala, hakunaga hit ambayo inaendaga worldwide baada ya Harmonize kuachana na Kajala, kwa sababu inafahamika kwamba Harmonize kila akiachana na Kajala atatoa nyimbo ya mapenzi, nyimbo ya kulia, nyimbo ya huzuni. Bwana, hizi ni nyimbo ambazo huaga zinafanyika vizuri hapa Bongo tu. Umeona, yani nyimbo za mapenzi, nyimbo za kulia, za kuumizwa, heartbreak songs, hizi huaga zinafanya vizuri kitanzania tu, sio kwamba eti ni nyimbo ambayo ya mapenzi na ikafanya vizuri kimataifa. Kwa hiyo hata kama Harmonize akiachana tena na Kajala akatoa wimbo wa kuumizwa na mapenzi, utafanya vizuri hapa Bongo, TikTok, wapi, then baada ya hapo inaishia hapo. Alibahatisha, tunaweza kusema hivyo, kwenye Single Again, alivyotoaga Single Again ikaenda worldwide. So hatujajua kama hiyo issue inaweza katokea tena, kwa sababu tokea alivyoset ile bar ni kwamba mpaka sasa hivi Harmonize bado hajapata hit song ambayo inaweza ikaipiku Single Again. Kwa ufupi, hata hapa Bongo pia hatujaona hit ambayo ilifanya vizuri kama vile. So tukirudi kwenye point ni kwamba tukimzungumzia Salam SK, ugomvi wake na Harmonize unaonekana kwamba umeshaisha kwa muda mrefu, na hata Salam SK ni businessman, ameshawahi kusema hivyo wazi kabisa kwamba ni businessman, kwamba kama mtu akitaka kufanyia kazi na yeye, yani kama Salam SK kuna msanii ambaye anataka kufanya naye kazi, it means kwamba kama atafikia zile criteria zake, basi moja kwa moja atafanya kazi. Akaambiwa hata Harmonize, of course Salam SK alisema kwamba hata Harmonize pia anaweza kufanya naye kazi wapo kama wakidiscuss vizuri deal and then wanafanya kazi. So Salam SK sasa hivi tumemwona yuko close sana na Harmonize. Hata katika birthday yake tuliona Harmonize alienda pale akamtunza pesa, na Salam SK akasema kwamba bwana, gonga ngoma ya Konde Single Again juzi tu hapa kipindi Diamond yuko Dodoma. So hii inaonyesha kwamba
ukaribu wa Salamu SK na Harmonize sasa hivi wanaweza wakauhamishia kutoka kwenye ushikaji kwenda kwenye kibiashara zaidi. Wapo kama Harmonize akimpatia nafasi Salamu SK, hii inaonyesha kabisa kwamba ndio nafasi nzuri kwa Harmonize kwenda kimataifa, iwapo kama pale katika management yake akawa managed na Salamu SK, manager ambaye ni wa Diamond, lakini it's all about business na Salamu SK ni businessman, hakuna kinachoshindikana hapa. Iwapo kama Harmonize akizungumza vizuri na Salamu tunakumbuka kwamba ndiye ambaye alifanikisha collab ya Diamond na Davido ambayo ikampeleka Diamond kimataifa, remix ya number 1 na nyimbo nyingine kibao. So Salamu ni mmoja kati ya manager bora zaidi hapa Bongo, na iwapo kama akipata nafasi ya kummanage Harmonize inaonyesha kabisa kwamba Harmonize yuko na talent kubwa, na akiwa akaamua kumsikiliza, kama akiamua kufuata nyaya, akaamua kumsikiliza ni kufuata protocols za Salamu SK katika management, akawa na manage, hii inaonyesha kabisa kwamba Konde bwana anaweza kufanya vizuri kimataifa. Sasa tukiwa tunasema kwamba msanii tunamsubiri apate heartbreak ndo atoe hit song, uongo. Bwana, hizo ngoma za heartbreak huaga ziendagi kimataifa kama nilivyosema hapo awali. So Salamu SK bwana anahitajika sana nadhani kwa Harmonize pale katika upande wa management. Maana kwa sasa hivi watu kiangalia, of course sasa hivi Harmonize bwana tunamuona anajiposti sana, yuko gym. Ana shift focus kutoka kwenye music mpaka kwenye mambo ya bodybuilding, fitness na vitu vingine kama hivyo, lifestyle kwa ujumla. Ni vitu ambavyo sio vitu vya kuvipa sana kipaumbele. Lakini pia kitu kingine kwenye upande wa msanii Konde bwana, kuna swala la branding nalo pia bado ni tatizo. Unaona kwamba mtu anaenda gym amevaa Adidas, amevaa Nike bila kulipwa. Hii inaonyesha kwamba kabisa kwamba bado misimamo ya branding bado haiko vizuri. Ukienda msanii mkubwa, kama unajitambua ni msanii mkubwa, ukiwa unaenda sehemu ambayo ni public au unaposti kitu chochote kwenye mitandao yako ya kijamii, hakikisha kwamba uvai brandi ambazo hazijakulipa. Vaa plain Mnyamwezi, yani wala sio mbaya, vaa plain, nenda fanya vitu vingine hivyo ili mradi ku maintain brand. Lakini pia vile vile msanii kuonekana sana inasababisha pia brand pia inadondoka. Maana tunamwona Harmonize anaenda kucheza mpira na wakina Mario, wakina Pateni, tunamwona tena Harmonize labda yupo kwenye mavlog ya Kajala na Paula Daily. So ile scarcity ya msanii inakuwa ndogo, na scarcity ikipungua always price inashuka. Yani kama kitu kikiwa bila kulipwa, hii inaonyesha kwamba kabisa kwamba bado misimamo ya branding bado haiko vizuri. Ukienda msanii mkubwa, kama unajitambua ni msanii mkubwa, ukiwa unaenda sehemu ambayo ni public au unaposti kitu chochote kwenye mitandao yako ya kijamii, hakikisha kwamba uvai brandi ambazo hazijakulipa. Vaa plain Mnyamwezi, yani wala sio mbaya, vaa plain, nenda fanya vitu vingine hivyo ili mradi ku maintain brand. Lakini pia vile vile msanii kuonekana sana inasababisha pia brand pia inadondoka. Maana tunamwona Harmonize anaenda kucheza mpira na wakina Mario, wakina Pateni, tunamwona tena Harmonize labda yupo kwenye mavlog ya Kajala na Paula Daily. So ile scarcity ya msanii inakuwa ndogo, na scarcity ikipungua always price inashuka. Yani kama kitu kikiwa hakuna scarcity, yani kitu kikiwa sio adimu, sio haba, maana yake ni kwamba lazima thamani yake itashuka. Kwa hivyo ni vitu ambavyo msanii Konde Boy inatakiwa avizingatie. So kwa upande wa management nadhani pale Salamu SK anahitajika kuwa manager wa Harmonize. So bwana, ni follow mimi na kwenda kwa jina la Pablo Montana. Weka maoni yako hapo katika comment section, nitakuwa najibu kila comment ambayo nitakuwa naiona.